kutafuta vijana waliokuwa wazuri, Biblia inatoa majibu, na kama majibu yetu tunapata kwenye Biblia, manake katika Israeli hapakuwa na mtu mwingine mzuri kuliko Sauli. Haleluya. Likatokea tatizo kwenye nyumba ya Kishi, kupotelewa mali. Kipindi kile unaposema mimi ni mfalme au ni mtu mwenye nguvu kwenye jimbo fulani, lazima uwe na punda kadhaa kwa ajili ya safari yako. Haleluya. Ni kama sasa unaposema mimi ni mtu tajiri, tunategemea tukija nyumbani kwako tukute yadi ya magari kama yako nje. Kwa hiyo Kishi alikuwa na punda wa kutosha. Tatizo likatokea kwa Kishi, punda wakapotea. Walipopotea punda, akawa anatafuta namna ya kuwapata wale punda. Anawapateje punda? Amtume Sauli mwanae na mmoja wa wafanyakazi wake pale nyumbani. Wakabeba bajeti yao ya siku 6. Baada ya kubeba ile bajeti, wamepita katika nchi nyingi. Nchi ya Benjamin, nchi ya Sheria, wakitafuta punda. Hawaoni. Tumwache Kishi kidogo, turudi kwako. Inawezekana kwa tatizo lilonalo umepita kwenye makanisa mengi, umepita kwa waganga wengi, hujapata jibu. Leo unalo. Bajeti yako ili kutosha kabisa kwenda Tanga kwa mganga wa kienyeji. Kaenda kule, kaishiwa kupigwa chale na kutoa sehemu ya fedha, ukarudi hakuna majibu. Bajeti uliyokuwa nayo ikakuwezesha kwenda kwa wahubiri wakubwa wanaojiita Top 7 Dar es Salaam, wakabandike mikono na wao wakaonekana wako juu kweli. Kulikuwa na bajeti ya kutafuta hicho kilichopotea. Inawezekana kwako ilipotea amani. Haleluya. Amani hakuna katika mji wako kwa sababu ya hayo yaliyokufika. Kuna vitu vimetokea kwenye familia yako, vimesababisha hakuna amani. Ilikuwa wakati mgumu sana kwa Kishi. Kwa hiyo walipita nchi nyingi kutafuta punda, lakini hawakupatikana. Inawezekana hata kungekuwa na vyombo vya habari wangetangaza kwenye magazeti na kwenye television kwamba Kishi alipotelewa na punda, kwa sababu walikuwa ni watu wenye nguvu. Kwa Tanzania tuseme kama mengi. Haleluya. Watu wenye uchumi mkubwa. Unapo leo mengi anaposema kwamba nataka nianzishe television nyingine, wewe unafikiri TCRA watamsumbua kama wanapotusumbua sisi? Kwa nini? Kabisa, mimi nakwambia. Hata leo kanisa la Roma wakasema nataka tuanzishe redio, hawatapata usumbufu kama James wala kupata usumbufu. Sababu kwanza shetani anaweza kumtumia mtu mmoja TCRA kwamba huyu wakipewa tu hawa tumeumia. Haleluya. Bado TCRA wanataka kujua mna uwezo gani wa kuwa na zaidi ya milioni 170 nini. Lakini wako watu wengine anaposema nataka leo hii akaandika proposal na memorandum mengi, na sisi tumeandika toka mwezi wa 3, toka mwezi wa 12 proposal yetu iko pale na memorandum yetu iko pale TCRA. Na nakwambia naweza kaandika kesho Jumanne akaitwa kwenye interview.
haitawezekana kabisa kwa taifa lililojaa urasimu kama Tanzania kabisa. Kwa hiyo mnamwona Kishi kama ni mtu mwenye uchumi mkubwa sana, na viko vitu vilipotea katika nyumba yake. Uchumi wa Kishi, amani ya Kishi inapatikana baada ya mtumishi aliyeambatana na Sauli kumpa ushauri Sauli kwamba twende kwa nabii. Bwana Yesu asifiwe sana. Kishi akiwa ni mtu mwenye uchumi mkubwa. Unajua Biblia inaweza kukuzungumzia kama una kitu. Yaani Biblia ina mambo mawili. Acha nikwambie leo. Biblia itakuzungumzia wewe kama mgonjwa sana au tajiri sana. Kama mjinga sana au mwelevu. Ndio kuelezea. Yule mama ameelezewa aliyekuwa anatoka damu kwa sababu alikuwa na mateso mengi. Kwa Biblia ikasema pale. Hata wewe ninaona kuna vitu fulani vinatokea kwako, unataka kukubaliana navyo, usikubaliane navyo. Hata kama daktari amekwambia katika hili utakufa, usikubali taarifa za daktari, ila kubali taarifa za nabii. Haleluya. Hata daktari akikwambia mwanangu hutazaa, mwambie asante, sasa nageuka kwenda kwa nabii. Nabii unasemeje? Kile atakachosema nabii kiamini, ni kipya, kitakusaidia. Haleluya. Inawezekana umesikia habari nyingi sana, lakini hujakutana na nabii. Na inawezekana umetembea sehemu nyingi sana kutafuta msaada, lakini hujawahi kukutana na nabii aseme neno likatimia. Yalimkuta Sauli na mtumishi wake na Kishi. Samueli wa kwanza sura ya 9 mstari wa 5. Hata walipofika nchi ya Sufu, Sauli akamwambia yule mtumishi aliyefuatana naye, haya, naturudi, baba yangu asije akaacha kufikiri habari za punda akatufikiri sisi. Naye akamwambia, tazama, katika mji huu mna mtu wa Mungu. Katika mji, sikiliza, kote tumetembea, haleluya, lakini mji huu tuliofika kuna mtu wa. Kwa hiyo kama kuna mtu wa Mungu, tutapata majibu ya. Kwa hiyo tuyaendee majibu ya Mungu kwa mtu wa. Endelea. Naye ni mtu mwenye kuheshimiwa, yote asemayo kutukia kweli kweli. Sasa leo mimi na Bibi Banji mbele waniheshimu, wananiogopa, si kwa nini? Haleluya. Wakati Samueli ni mtu wa kuheshimiwa kwa ajili ya ile upako ambao Mungu ameweka ndani yake. Haleluya. Wako watu walikuwa hawali wala awanywi kwenye sherehe yoyote mpaka aje Samueli. Uliza leo mbele, Banji wanamuogopa au wanamheshimu? Kwa nini? Ndipo Sauli akamwambia mtumishi wake, lakini angalia, kama tukienda tumpelekee mtu huyo kitu gani? Maana chakula kimekwisha vyomboni mwetu, wala hapana zawadi ya kumpelekea mtu wa Mungu. Tuna nini sisi? Mbele kwanza. Sauli anasemeje pale? Anasema mpango wetu ni kwenda kupata majibu ya punda kwa mtu wa, kwa sababu tumeingia kwenye mji ambao unatawaliwa na mtu wa. Kwa hiyo yamkini yeye anayo majibu ya Mungu. Sasa tunapokwenda kwa mtu wa Mungu,
tunampelekea nini? Sababu kama kwenye mji huu tulikwenda mji fulani tukakutana na waganga wa kienyeji tukawapelekea pesa, tulikwenda kufaa tukawapelekea pesa, kwa mtu wa Mungu tunapeleka nini? Kwa mganga wa kienyeji ukauza mpaka kiwanja, ukatafuta, ukatoa. Ulipokwenda rufaa kuonana na daktari, kuonana naye inatakiwa utoe hela kabla hujaonana naye. Unapofika ndipo daktari anaanza kukushawishi, kukupima na vitu vingine. Baadaye unapokwenda kwenye chumba cha kuchukulia madawa lazima uwe na pesa. Sasa tumekwenda nchi fulani, tumeacha hela. Tumekwenda Uyole, tumeacha hela. Leo tunakwenda Sai kwa nabii, tunampelekea nini? Sababu Mungu anakaa ndani yake. Kwa hiyo tunapompa nabii, atumpi nabii, tunampa Mungu wa nabii. Nia yetu ni kwenda kupata majibu ya madaktari. Tumepata kweli kwamba haiwezekani wewe mishipa yako kupitisha watoto kweli. Tukaenda kwa waganga wa kienyeji wakatoa majibu yale yale. Sasa tunataka jibu la mwisho kwa nabii. Nabii aseme, haleluya, nimefanya biashara, nimetoa makafara, nimeua ndugu zangu wote, nimefanya biashara, nimefanya kafara, nimeua watoto wangu wote, hakuna majibu. Sasa nataka jibu kwa nabii. Je, tutakwenda mikono mitupu kwa nabii? Unakuja unamwambia nabii, ninaomba tazama njia yangu ikoje. Una kitu gani mkononi? Ili njia. Hebu endelea kwanza. Mstari wa 8. Yule mtumishi akamjibu Sauli akasema, tazama, mkononi mwangu nina robo ya shekeli ya fedha. Nitampa huyo mtu wa Mungu fedha hiyo, atuambie njia yetu. Hapo zamani katika Israeli, mtu alipokwenda kuuliza neno kwa Mungu usema hivi, haya twende kwa mwonaji. Maana mtu aitwaye sasa nabii, mtu aitwaye sasa, hapo mwanzo aliitwa. Okay, sawa. Mimi nina robo shekeli. Nina robo shekeli. Takwenda kumpa huyo mtu wa Mungu, atuambie njia yetu. Kumbe hapa kitu kwa unatafuta ni njia, si ndio? Walisema tunakwenda kuomba pamoja na nabii. Ile walipeleka kwa ili nabii aseme atoe. Haleluya. Na hiyo na vitu pale mimi kidogo vinanichanganya. Hebu tushie wote kitu hiki. Sauli anatatizo wapi? Hakuna. Sio? Nabii anafanya zaidi ya punda. Walio hiyo? Sababu ile shekeli. Nini? Walikuwa wafanya? Sababu tatizo la Sauli ni kutaka majibu ya punda. Sauli anafika kwa nabii, Mungu anamwambia Samueli, nitakuletea Benjamin, huyo mtie mafuta. Yaani Sauli ana shida la jawabu la punda wake,
ambao ni sehemu ya urithi wa baba yake, anafika kwa nabii, wanakutana na nabii, nabii anamfanya Sauli kuwa nabii. Hebu endelea. Basi Sauli akamwambia mtumishi wake, umesema vema, haya twende. Wakaenda mpaka mji ule aliokuwa mtu wa Mungu. Hata walipokwea kwenda mjini, wakakutana na wasichana wanatoka kwenda kuteka maji. Wakawaambia, je, mwonaji yuko? Nao wakajibu wakasema, yuko, tazama yuko huko mbele yako. Fanyeni haraka sana, maana hivi leo amekuja mjini, kwa sababu watu wana dhabihu leo katika mahali pa juu. Mkiingia mjini tu, mara mtamwona kabla hajakwea kwenda mahali pa juu ale chakula. Maana watu hawatakula hata yeye atakapokuja, kwa sababu yeye ndiye anayeibariki hao watu walioalikwa kula. Basi kweeni sasa, maana wakati huu ndio mtakapomwona. Nao wakakwea kwenda mjini, nao walipokuwa wakiingia mjini, tazama, Samueli akawatokea kwenda mahali pa juu. Basi Bwana alikuwa amemfunulia Samueli siku moja kabla Sauli hajamwendea, akisema, kesho wakati kama huu nitakuletea mtu kutoka nchi ya Benjamini, nawe mtie mafuta ili awe mkuu juu ya watu wangu Israeli. Sikiliza. Haleluya. Mpango wa Sauli ilikuwa ni kwenda kutiwa mafuta, kutafuta majibu ya punda. Aha. Mungu anamwambiaje nabii? Akija uwaambie punda wamepatikana, au wanapokuja kumtia mafuta. Wakati una duka la vitenge, mama Mtui, ulianza na nani? Wakati umefungua saluni, ulianza na nani? Mwenzio alipoanza saluni, mganga wa kienyeji alikuja pale usiku, akakaa uche na mganga, wakamwambia hela zote za maduka haya zitakuwa zako, ninyi mnauza leo. Anza na Bwana, kushika shekeli kwenda kwa nabii. Mtu mmoja alikuja anatuishi, nimekopa mkopo. Mkopo na bana kata kidogo. Mtalamani. Jambo jema. Haleluya. Sasa unaniambia tamka neno, kaambia sasa neno lipi sasa? Mbona una bahasha? Yaani mbona wewe? Yaani nitamke neno lipi? Bahasha una. Yaani nitamke, yeye niambie ndio kutamka. Hapo nilikuwa kutoka leo ile jamaa mche. Mimi ngambia bahasha ujinga wake. Yaani tamka, okay sawa. Kama mimi nimepewa kutamka, maana mimi ninakaa vizuri na yule anayeweza kuniwezesha, sivyo? Sasa nikamuuliza bali nitamkeje? Kwa sababu alikuwa na mkoba, akafikia basi kwenye mkoba. Kaka tu basi nitamka niende kabisa, sio tutamka. Una bahasha? Sio tutamka. Kwa hiyo tulishi paka bahasha ndio. Si neno. Haleluya. Amen. Yaani unaanzaje na Bwana? Ni mpaka pale unapomshirikisha Bwana mipango yako. Ambia, basi mtumishi Bwana, nitakuja kesho, lakini mloa Mungu anajua aje tena kanisani. Nikamwambia haya. Nenda huko. Ila wewe ndio utakuja. Na ukija ndio baba, lete nitamke. Yaani hata kama utafilisika, lakini ukija tu nakwambia. Nini? Ili nitamke, lete basha. Nimemwona mtumishi wa Mungu katika ulimwengu wa roho anakuja kunitetea kwenye biashara yangu, na Mungu pia anakuonyesha hiki. Lakini kumshirikisha Mungu kwamba mwezi huu nimepata faida shilingi 800,000, kutoa hiyo hela ya Mungu hiyo. Sasa ndio naanza kupiga kwa hesabu. Sasa wote kanisani pale tukitoa 80,000 mtumishi atakuwa na shilingi ngapi?
Naye maombi yote naombea mimi haya miroboti. Yaani kiukweli mimi sitakiwi kuwa na mawazo kuliko unaofikiri. Unatakiwa wewe ukija kwangu kute jawabu. Samueli alikuwa amekaa mahali pa juu, alafu mkuu wa mkoa alimwita kwa ajili ya mzabibu. Akasema hatuli wala hatunywi. Kama ni magari alikuwa pale anamsubiri Samueli ampeleke ikulu. Kwa hiyo hakuwa na mawazo ya hela. Haleluya. Wakati yeye anaomba juu ya huduma, Bwana akamwambia yuko Benjamin anatafuta punde, lakini akija utamweka mafuta ya kifalme. Haleluya. Sasa mimi napiga simu hapa napo natafuta jengo milioni 20, mchango kuna milioni 6 na laki 5. My God. Mwisho wa mwezi nategemea kulipa deni.